Pole ya sisi wote. Tumeona sasa hivi umeingia tu na taratibu zinaendelea. Neno lako kama kiongozi katika masuala mazima ya sanaa nchini Tanzania? Mimi niseme tu kwamba tumepata msiba, tumeondokewa na senior, tumeondokewa na baba, tumeondokewa na nguli. Ni jambo ambalo tunapitia nyakati ngumu na hatuna la zaidi kwanza kumshukuru Mungu kwa maisha yake. Amekuwa na maisha ambayo yametufundisha na kutufungulia njia watu wengi. Kwa hiyo ni jambo jema na ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niseme kwamba tumeondokewa na ni msiba mkubwa, ni msiba wa wasanii, msiba wa Watanzania. Watanzania wote, kwa sababu nje ya sanaa yake alikuwa anatoa burudani. Unaweza kuwa na mawazo huko, umetoka hali ya maisha ngumu, vurugu kazini wapi, lakini unakutana na ile pressure inapungua unapoonana na Onyango au unapomwona kwenye TV Onyango, pressure inapungua ile. Unaweza kujikuta hata lile ulilokuwa unaliwaza tena kichwani halipo. Kwa hiyo alikuwa anatoa burudani kwa nyakati sahihi, na kipindi hicho wakati wenyewe anatoa burudani hakukuwa na kipato kikubwa ambacho kingetoa matokeo. Kwa hiyo walikuwa wanajitolea kwenye taifa lao kutoa burudani. Kwa hiyo huyo mtu sio wa kumbeza taifa, huyo ni mtu ambaye ana mchango mkubwa katika taifa letu, na kiukweli kabisa niseme kwamba tumepoteza jembe, tumepoteza mfungua maono, na niombe wasanii wote hasa wa comedy, wadau wa muziki wa dansi, wale waliomtumia kwenye matamthilia mbalimbali, ni vyema, na majirani zake, ni vyema wakamsindikiza mzee huyu kwenda kumstiri kwenye nyumba yake ya milele. Litakuwa jambo la fahari sana kwetu na kwake, sababu sisi tunaamini hatupo naye kiroho, lakini kimwili tuko naye. Okay. Mapema leo tulifika hapa, lakini Mzee Mbembe ndo alikuwa ndo msanii wa kwanza kufika hapa. Hii inaleta tafsiri kwamba kuna namna fulani ya wasanii hawataki kushiriki kwa ukubwa katika matukio kama haya, na mara nyingi umekuwa ukilipigia kelele swala hili. Labda rai yako kwa msiba huu dhidi ya wasanii ambao wanatazama hapa? Hatuwezi kila saa tukawa tunaliongelea hilo jambo kila siku, jambo moja, wasanii jitokezeni misibani, wasanii, hapana. Na hata mimi nimechoka, kila mtu aitafute ibada yake. Kwa sababu tunaongea, tunasisitiza tuzikane, tunasisitiza tukimbiliane, tunasisitiza tushikamane, tunasisitiza maana sasa tunasisitiza tunachoka, lakini sasa ndio jukumu letu la kusisitiza. Halifai kuboa na hatufai kuliacha hivi kwa sababu tuna kizazi kijacho nacho kitakuja, tunahitaji tufanye nacho kazi hivyo hivyo na tuende nacho hivyo hivyo. Kwa hiyo Mbembe kama Mbembe, yeye amefanya vizuri kuja wa kwanza, kwa sababu ndio wazee wenzake hao wanang'oka. Juzi alikuwa kambi, tumebakisha wazee wachache sana katika industry ya filamu, wachache mno. Kwa hiyo yanapotokea majanga kama haya lazima tuwakimbilie, lazima tuwafate. Yes. Asante sana. Asante.